Tumeshaongea kufa kwa Yesu na mateso ya Yesu. Leo tutaingia katika kufufuka kwake. Wacha tuanzie katika Matthew chapter 28, the last chapter. Inasema hivi: hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kutazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. So hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, so Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kutazama kaburi. Hawa mama nadhani hata hawakulala ule usiku, kwa sababu walikuwa wanasema tutararaje na tulimwacha. Unajua watu walikimbia kwa sababu ya kusherehekea sabato, masaa yasipite, so wakamwacha Yesu ameshakufa na hapo bado kwa msalaba, na tunajua aliwekwa pamoja na wale waizi wawili. So wakawaacha na wakakimbia. So ikana kwamba hawa mama hawakulala, walikuwa wanaangalia tu utapambazuka saa ngapi tukimbie. So maandiko inasema ya kwamba wakatoka asubuhi na mapema na wakaenda pale kwenye kaburi. Wakati Yesu aliachwa pale msalabani, wanafunzi wameenda na wale watu walikuwa wamemfuata wameenda, Yesu amebakia pale, watu wamekimbia kwa sababu ya maandalizi ya Pasaka. Lakini kukawa kuna mmoja aliyekuwa ni mwanafunzi wa Yesu wa siri, ambaye anaitwa Yosefu. Yeye alikuwa ni mwanafunzi wa siri wa Yesu. Yeye alifuata Yesu tu kisiri, hakuwa miongoni mwa wale wengine, lakini alimpenda Yesu. Alipoona Yesu amebaki pale, hao wengine ikiwa ingefikia jioni, lazima unakuja unagongwa kwenye magoti yako, kwenye mahali joints zako zimeshikilia. So Yesu tayari alikuwa amekufa. So wale hawajakufa walikuwa wanagongwa hivyo mpaka wafe. So Yesu tayari alikuwa amekufa. Kwa hivyo hakuna mfupa wake ulivunjwa na akawa sasa ako pale. Wanafunzi hawajui what next, wamekimbia. So huyu Yosefu akaenda kwa wale wakubwa, akasema ninaomba unipatie mwili wa Yesu. Na sijui kama utashika hiyo ya kwamba wakati mwingine, kumbe wakati wote tuko katika dunia, nisema wakati mwingine jua kuna Mungu anasumbukanga sana na maisha yetu, na anashughulikanga sana na maisha yetu. Yesu hakuna yule alipangwa ni akatoa mwili wake pale, hakuna yule alipanga ya kwamba atapelekwa kaburi gani, lakini Mungu aliandaa haya yote kwa sababu hii ilikuwa ni mission yake yote. Mungu akianza anamalizanga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akianza jambo anamalizanga. Vile ametuita, tukikubali kutembea pamoja naye na tukubali yale yote ambayo lazima tukubali nao katika hii safari, kwa uhakika kazi ambayo ameanza ndani yetu ataikamilisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu hakuwa anasumbuka ati nani atamzika, nani atafanya nini. So Yesu Kristo sasa, huyu Yosefu akaenda na akaomba mwili wa Yesu na akapewa. Alipopewa akaenda akauingisha kwa kaburi ambao halikuwa limeingishwa mtu yoyote. Akaenda akamfunga na sanda na akaenda akamuingisha mahali pale. So asubuhi na mapema hawa mama, kwa sababu walikuwa wanataka kuenda kuona kuliendaje, wakaenda na wakakimbia mpaka kwa lile kaburi. Walipofika kwenye kaburi lile, wakapata kuna malaika ameketi pale. Naongea hivyo kwa sababu kuna zile tutasoma vile zilifanyika. So katika Matthew yeye anasema Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kutazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja
akalivingirisha lile jiwe, kwa sababu wakati Yesu alizikwa maaskari walikuwa pale, wakangojea mpaka Yusufu amalizie, wakaweka jiwe kubwa sana, kwa maana walisema, kumbukeni wale Mafarisayo na wale makuhani wakasema yeye alikuwa amesema siku ya 3 atabomoa hekalu na atafufuka. So wakasema endeni pale mkaishe lile kaburi. So maaskari wakawa pale na malaika akashuka wakati Mariamu alifika pale, akavingirisha lile jiwe. Ukisoma katika maandiko mengine inasema nani atakaye tuondolea jiwe? So malaika akaja, kukawa na mtetemeko mkubwa, lile jiwe likaondolewa na wakatazama na wakaona ya kwamba Yesu hayuko mahali pale. Wacha tusome tusikie vile Biblia inasema. Anasema hivi, natazama palikuwa na tetemeko mkubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja kuvingirisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji, na kwa kuogopa wale walinzi wakatetemeka. Wale walikuwa wanalinda pale nao wakatetemeka, wakawa kama wafu. Hata kama walikuwa wanakana, lakini wakawa kama wafu. Kukuwa kama wafu ni ya kwamba walizimika tu, hawana nguvu tena, walishtuka, hawana nguvu tena. Sikia vile Biblia inasema, na malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambia wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha waambieni. Wakaondoka upesi kutoka kaburi na hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Hebu tusome katika Marko chapter 16. Tutasome hiyo pia kwa sababu kila mmoja alikuwa na ufunuo wake. Marko 16 chapter 1 inasema, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni mwa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe. Wakastajabu. Naye akawaambia, msistajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambia wanafunzi wake na Petro ya kwamba watamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini. Luke chapter 20, Luke the last chapter ya 24. Wacha tusikie vile pia inasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini, wakayaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hili, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo ya kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama, walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi. Hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai? Mnamtafuta aliye hai katika wafu. Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi mlipokuwa Galilaya. Wacha tusome hiyo John chapter ya mwisho pia, chapter 21. Tusikie vile inasema, baada ya hao Yesu alidhihirishwa tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Ukisoma hiyo Luka yenye tumeruka hapo, utasikia pia aliyetokewa wa kwanza na Yesu Kristo alikuwa ni Mariamu mwenye alitolewa pepo 7. So wote wanaongea kitu kimoja, ni kulingana na vile kila mtu
alielewa hiyo hadithi na vile aliweza kushika. Lakini kiini kikubwa ni ya kwamba walimpata Yesu amefufuka. Yesu alifufuka. Na kuna wale mpaka wa leo wanaamini ya kwamba Yesu hakufufuka. Kwa maana ukisoma katika hayo maandiko, Biblia inasema ya kwamba wale maaskari, wakati ripoti iliposemekana ya kwamba pale kaburini jiwe lilivingirishwa, na tumesikia kuna wale walinzi ambao waliogopa mpaka wakawa kama wafu katika kitabu cha Mathayo, na hao wengine pia walikuwa wanashuhudia. So maandiko inasema ya kwamba wale makuhani waliokuwa wamemsulubisha Yesu na Mafarisayo na Masadukayo wakaja na wakawaambia wale maaskari, msitoe hiyo ripoti katika nchi hii, nchi ya Israeli, msiongee yale maneno, tutawapea pesa ndio mfiche hiyo siri, mtangaze ya kwamba Yesu hakufufuka. Lakini jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu Yesu alifufuka. Na hata baada ya hiyo Yesu alionekana na watu wengi. Alionekana na yule Mariamu Magdalene, ama yule Mariamu aliyetolewa pepo 7. Aliweza kumuona, ndiye aliyekuwa wa kwanza kumuona. Na hatimaye tunasikia hadithi za hao wengine. Alafu pia aliwatokea wawili waliokuwa wanaenda pale Emmaus. Wakawa wanaenda barabara, Yesu akawatokea na akawaambia mnaongea maneno gani? Wakamwambia, wewe hujasikia habari za yule Yesu Kristo? Wakaendelea kumuelezea vile tunasikia kwamba amefufuka, vile alifanyiwa, lakini kwenye kaburi leo wameona hayupo. Wakaendelea na safari wakiongea. Maandiko inasema ya kwamba walipofika pale Emmaus, akaweza kuwapea mkate, na alipowapatia ule mkate wakafunguka macho, wakajua ni Yesu Kristo. Biblia inasema wakarudi nyuma mpaka Yerusalemu, wakaenda kupata wale wanafunzi, wakasema kwa uhakika Yesu amefufuka, kwa maana tumetembea na yeye, na tulipokuwa kituongelesha tulikuwa tunasikia ndani kwetu kuna waka. Na wakawapea hiyo hadithi yote, na wakasema kweli Yesu amefufuka, na amesema tukutane pale Galilaya. Akaenda tena akawatokea wanafunzi wake katika hiyo Yohana, kitabu cha Yohana chapter 21. Wakati Petro waliona Yesu ni kama siku zake zile 3 yeye hafufuki, maandiko inasema Petro akaambia wenzake, mimi ninaenda kuvua samaki. John chapter 21, mimi ninaenda kuvua samaki. Wakasema hautuachi, tutaenda pamoja. So wakamfuatana wakaenda kuvua samaki. Maandiko inasema huo usiku wote hawakupata samaki hata moja. Alafu ilipofika asubuhi, Yesu akaja akiwa Bwana, akawaambia, "Jooni sasa uweze kuamsha kinywa." Akawaambia, "Je, kuna kitoweo?" Wakasema la. Waliposema la, na mmoja akajua huyu ni Yesu, akamwambia Petro, "Huyu ni Bwana." Maandiko inasema Petro alikuwa uchi akivua samaki. Aliposikia ni Bwana, akachukua mavazi yake na akavaa haraka, alafu akaingia ndani ya maji. Wale wengine Yesu akasema, "Pelekeni nyavu yenu mahali fulani katika upande wa kulia." Wakaenda upande ule na wakapata samaki wengi sana, mpaka walikuwa wanajaribu kuvuruta. Sasa haiwezekani, imekuwa ni ngumu. Na ukisoma mahali pengine wanasema zilikuwa samaki 150. Na hiyo jarifu yenye walikuwa sijui kwa Kiswahili wanahitaji hiyo net, walipokuwa wana nyavu hiyo, walipokuwa wanaivuruta haikukatika na wakatoa. Alafu baadaye walipozileta, na sasa naye Petro akatoka kwa maji, wakaja wakapata moto umetayarishwa, na tayari kuna samaki zingine zimetayarishwa. Wacha tusome useme ni mimi naongea. Kwa sababu Yesu alipofufuka, alifufuka na kweli aliwatokea watu. Na kwa hivyo hata ukisikia watu wakisema Yesu hakufufuka, wewe soma hiyo maandiko, wasomee hiyo maandiko. Biblia inasema hivi, baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha hivi: Simioni Petro na Tomaso aitwaye Pacha, na Nathanaeli na Wakana ya Galilaya, na wana wa Zebedayo na wengine wawili wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simioni Petro aliwaambia, "Naenda kuvua samaki." Nao wakamwambia, "Sisi nasi tutakwenda nawe." Basi wakaondoka wakapanda chombo, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakumjua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, "Wanangu, mna kitoweo?" Wakamjibu, "La." Akawaambia,
fumbo nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, aliyempenda ni Yohana huyu, akamwambia Petro, basi yule akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhira 200, huko wakikota lile jarife la samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliovua sasa hivi. Basi Simon Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Ni 53. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, unani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate, akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hivyo ndivyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. So Yesu alifufuka katika wafu, na siku ya leo tunakumbuka ufufuo wake. Tunakumbuka vile alitoka mahali pale na wote walishuhudia. Alipotokea wanafunzi wake, unakumbuka pia wakati walikuwa wamefunga chumba, wako pale ndani, Yesu akaja na akatokea mbele yao, wakastuka. Na Yesu akawaambia, ni mimi Yesu Kristo. Akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Baada ya kusema hivyo, akawaambia ni yeye. Akawaonyesha vile mijeredi ya mikono yake vile alivyowekwa. Alafu baadaye tena akatoka na akawaambia wakutane pale Galilaya. Maandiko inasema kwamba kwa sababu Thomas hakukuwa Yesu akikuja, na ni vibaya sana kutokukuanga saa zile Mungu anatembea, ama saa zile kuna mambo ya Mungu, kwa sababu utapitwa na mambo mengi sana. Akaja na akakanusha, hatimaye akamtokea na akamwambia, guza mpaka pale ambapo niliwekwa mjeredi. So Yesu alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah church. Yes, Jesus resurrected. Yeye alifufuka, na ni ukweli kabisa, kwa sababu kuna wale hawaamini katika nchi ya Israeli mpaka saa hizi hawaamini ya kwamba Kristo alifufuka. Wanajua Yesu aliibiwa, na wanaendelea kusambaza hiyo, wakiendelea kusema Yesu hakufufuka, lakini Yesu alifufuka. Na maandiko inasema ya kwamba ameketi kwenye mkono wa kuume wa Baba Mwenyezi, akituombea na akitungojea kwa sababu ya siku ya kiyama, kwa sababu ya siku ya mwisho, wakati sote tutakapoenda mahali pale. Kwa hivyo asubuhi leo, mchana wa leo, tunasherehekea kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo aliyejitoa kwa sababu ya maisha yetu. Hatungepata wokovu, hatungefurahia wokovu, hatungesamehewa dhambi, hatungekombolewa kutoka kwa laana, lakini Yesu wetu kwa sababu ya kujitoa, yeye alibeba laana zetu na akafa kifo ya kusema ya kwamba laana zote zimekufa ambazo tulikuwa tumelaaniwa. Kwa hivyo hakuna laana juu ya maisha yetu, kwa maana tumekombolewa na Yesu Kristo. Na maandiko ikasema ya kwamba yeye alibeba laana zetu katika kitabu cha Wagalatia. Kwa hivyo mpendwa, mpende huyu Yesu, jitoe kwa huyu Yesu. Nilipokuwa nikisoma yale maandiko na nikaona vile Yesu alisimama na akapitia yale mateso, lakini hakukana, yeye hakutukana. Unajua alimwambia Petro ya kwamba wewe utanikana mara 3 usiku wa leo, na hivyo ndivyo Petro alifanya. So hata kama Yesu aliteseka, hata kama alikuwa amesononeka na alijua yale yako mbele zake, yeye hakukana, yeye hakubadilisha nia. Alikubali kuteseka kwa sababu ya maisha yetu, na akakubali mpaka kufa kwa sababu ya maisha yetu. Maandiko inasema hakuna yule angemuua, lakini yeye mwenyewe alijipeana kama sadaka. Na ndio maana wana wa Israeli walitolewa katika nchi ya Misri
ministry kupitia mwana kondoo ambaye waliambiwa kila mmoja achinje. Hawakuambiwa wachinje mwana kondoo wote pamoja, waliambiwa kila mmoja achinje mwana kondoo wake. Kwa hivyo Kristo aliyetolewa ni wa kila mmoja. Hakuna Ukristo wa kikundi, hakuna Ukristo wa kanisa fulani, hakuna Ukristo wa familia fulani. Ni kila mmoja ampokee mwana kondoo ambaye ni Yesu. So maandiko inasema kwamba Yesu akaweza, Waisraeli wakaamua achinje mwana kondoo na wapake damu kwenye milango yao. Na sasa tuko katika Agano Jipya, ni wakati wanasherehekea Pasaka, naye Yesu akatolewa kama Pasaka. Na unasikia Biblia ikisema alichinjwa kama mwana kondoo, damu yake ikamwagika, ili hii damu ya Yesu ambayo imetuosha na damu ya Yesu ambayo imetuweka alama iendelee kuwa nasi na iendelee kukaa pamoja nasi. Na ile Pasova bado inaendelea, kwa sababu walio na damu ya Yesu shetani hana chochote ndani yao. Walio na alama ya Yesu Kristo hakuna kile shetani ako nacho kutoka kwao. Na ndio maandiko inasema tusiogope sisi ambao tumempokea Yesu Kristo, kwa sababu damu ya Yesu inanena mema kwa sababu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Waebrania maandiko inaongelea haya mambo yote, vile Yesu alitolewa. Na maandiko ikasema sio damu ya kondoo sasa, kwa sababu wakati ule walitoa kondoo yenyewe na hawakutoa mbuzi, waliambua kondoo, mwana kondoo. Sasa kondoo ni tulivu, haina mambo mengi, lakini mbuzi, na unasikia mbinguni kutakuwa mara mbili. Upande wa kulia kutakuwa kondoo na upande wa kushoto kutakuwa mbuzi. Kwa sababu hata wale wameokoka kuna kondoo na kuna mbuzi. Na kazi ya mbuzi, mimi nilikuwa nachunganga kondoo na mbuzi za baba yangu. Because wakati sijaenda shule lazima uende ukachunge kondoo na mbuzi. But I think Mungu pia alikuwa ananitayarisha kwa sababu nitachunga watu wake. Bwana asifiwe. Na siku moja niliketi chini nikalia, kwa sababu kondoo zinaenda polepole zimetulia. Sasa hizo ninaziongoza ziende zikakule mahali fulani. So nikiziongoza hivyo, mbuzi juu pande kuna shamba, pande kuna shamba, sasa nazipitishia barabara kama hii. Kwa mbuzi imefanya imeuma, alafu inaenda. Kondoo tu zinashika njia. Lakini mbuzi tena nyingine imeuma pande. So kienda kugonga hii, ile nyingine imeuma huko. Mimi niliketi chini nikalia. Haya, tena ukienda kuzichunga, hizo zinapanda mpaka juu ya mti, zinakula majani, zinapanda hivyo. Unajaribu kurusha pande hii na kimbia pande ule mwingine. Wacha nikwambie, kuchunga mbuzi ni kazi mzito. Wako wamechunga mbuzi. Kumbe tuko wengi. Mbuzi kuchunga ni kazi mzito. Inaiba, ndio hiyo imefanya vituko. Alafu inarudi tu kwa njia tena inakudanganya, inashika laini, tena ndio hiyo inachomoa kichwa. So kondoo zinatulia. So waliamua watoe mwana kondoo. Na Yesu Kristo kusoma katika kitabu cha Waebrania alitolewa kuwa sadaka kama mwana kondoo asiye na ila. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unasikia kiitwa mwana kondoo, kwa sababu alipelekwa kichinjoni. Hakujipigania, hakujitetea. Alisema vile tu kondoo inapelekango na inachinjwa, hivyo ndivyo alijitoa. Na ndio unaona saa hizi katika Agano Jipya hatuchinji kondoo, ndio damu ya kondoo ituoshe. Though kuna wale mbuzi bado wanasema damu ya kondoo lazima kondoo ichinjwe ndio tutakaswa. Si hata kuna hizo tradition, kuna wanaitwa aje, utamaduni. Kuna watu wanafuata utamaduni, wanaamini bado lazima utoe kondoo achinjwe, alafu wanamwaga hiyo damu, ama
mwagia watu wa familia na kusema wametakaswa. Biblia inasema hakuna sadaka nyingine na hakuna damu nyingine, aidha ya ng'ombe, aidha ya kondoo, aidha ya mbuzi, aidha ya mwanadamu mwingine inaweza ikaosha dhambi ila damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So hata kama umetoka kwa hizo familia, tuchinji kondoo itusafishe. Hatuwagi damu ya wanyama ndio itusafishe. Damu ya Yesu inatosha. Na ndio kama Wakristo, damu ya Yesu tunafaa kuitaja mara zote na kusema damu ya Yesu inene mema ama inanena mema kwa sababu ya maisha yetu. Na damu haifi. Sisi kwa sababu Yesu alisulubiwa na akafa miaka 2000 iliyopita. Sasa damu yake ifanyi kazi. Damu ya Yesu ndio imekuokoa, damu ya Yesu ndio iliokoa, na damu ya Yesu mpaka saa hizi ingali inaokoa. Na maandiko inasema ingali ni mbichi. Kwa hivyo tunafaa kukimbilia damu ya Yesu Kristo kwa sababu ilimwagika ili ituoshe dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kingine kinaweza tuosha dhambi zetu. Damu ya Yesu iliyomwagika vizuri ndio wote tusikie damu ya Yesu peke yake. Mmoja tu yeye alikuwa ameketi pale, imba tu huo wimbo, hata kama ni wawili watashika mic, tusikie vile huo wimbo unasema, kwa sababu hakuna damu nyingine inaweza tuosha. Hakuna mtu mwingine anaweza akafa kwa niaba yetu. Kristo alikufa kwa sababu yetu. Hakuna mwingine atafufuka kwa sababu yetu. Kristo alifufuka kwa sababu ya maisha yetu. Damu ya Yesu. Damu yake iliyomwagika imeshinda hukumu yote. Imeniweka huru tele. Ninaimba nimesamehewa. Ameniweka huru tele. Ninaimba amenisamehe. Damu yake iliyomwagika imeshinda hukumu yote. Imeniweka huru tele. Ninaimba nimesamehe. Ameniweka huru tele. Ninaimba amenisamehe. Kama umesema piga makofi sana sana. Damu ya Yesu imekusamehe na imekuosha katika jina la Yesu. Kwa hivyo ukienda mahali usikie injili inahubiriwa ya kwamba kuna kitu kingine kinaokoa mtu. Hakuna sadaka nyingine ambayo tunafaa kutoa ya kuokoa mtu isipokuwa damu ya Yesu ndiyo inakomboa mtu na inamweka huru katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe church. So siku ya leo tunakumbuka kufufuka kwake na tunafurahia na tunasherehekea. Wacha tusikie maneno ya Yesu baada ya kufufuka, alafu baadaye tutasoma andiko lingine ndio tuingie katika hali ya kumshukuru Yesu katika nyimbo na kumsifu katika jina la Yesu Kristo. Na huo wimbo tuendelee kuimba mpaka uingie ndani yetu. Utafute kwa mtandao. Ndio unapokaa unajua damu ya Yesu peke yake ndiyo inaokoa, ndiyo inasamehe, ndiyo inakomboa, ndiyo inaweka mtu huru katika jina la Yesu. Maneno ya mwisho ya Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana inasema hivi. Inasema
Mstari wa 22. Yesu akawaambia, ikiwa nataka huyu wacha tuanzie katika, mtasoma hiyo baadaye. Wacha tuanzie katika kitabu cha Luka mpaka mwisho. Tusikie vile Yesu aliongea maneno ya mwisho. Luka chapter 24, the last chapter. Inasema hivi, wakati Yesu alipopaa kwenda juu mbinguni. Wacha tusome katika pale mstari. Wacha nianzie mahali utaelewa pale juu. Na mstari wa 36. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe akasimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kuwa wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika, na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazama mikono yangu na miguu yangu, tulikuwa tumeguzia hiyo ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mlivyoona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistajabu, aliwaambia, mna chakula chochote? Kuna mahali natafuta. Akasema 44, kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Mungu anafunguanga akili za mtu aelewe maandiko. So when you pray, maybe you don't understand the scriptures vile zinasema, ambia Bwana afungue mawazo yako uelewe maandiko. So akawafungua mawazo yao wakaelewa maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwa Kristo, atateswa na kufufuka siku ya 3, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Abada tunajua hiyo ndio ilikuwa kiini chetu, na katika mwito wa Abada Grace ya kwamba toba iletayo ondoleo la dhambi kuanza tangu Yerusalemu. Nani ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Alikuwa anaongea about the Holy Spirit. Na kwa hivyo wewe sijui unatokanga, umepewa ruhusa na nani? Jazwa kwanza ndio uweze kuendelea na kile ambacho unafanya kwa sababu ya Kristo, na usikae kanisani haujajazwa na Roho Mtakatifu. Ni ahadi ambayo Mungu alituahidi, na Roho Mtakatifu wa kila Mkristo. Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mawinguni, wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Sasa tumesikia Yesu alipanda akaenda wapi? Mbinguni. So alipaa mbele zao, akachukuliwa, akapaa na akawabariki na akaenda. Wacha tusome katika Mark chapter 16. Tusikie maneno ya mwisho ya Yesu Kristo ambayo aliyoyasema. Alisema hivi katika Mark chapter 16. Wacha tuanzie pale mstari wa 16 ama mstari wa 15. Inasema hivi, mstari wa 15, akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote. Hao ni wanafunzi walitumwa, na walitumwa tukiwa ndani yao, kwa sababu hata sisi hii tume kuu ya Yesu Kristo tumetumwa na hiyo. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kuna watu hawaokokangi. Wewe uliingia kanisani na haujamkiri Yesu ni Bwana, haujampokea ndani ya moyo wako ya kwamba yeye ni Bwana, kwa sababu haujaamini na haujakiri kwa kinywa chako, kama vile Romans 10:11 inasema ya kwamba kwa moyo mtu anaamini na kwa kinywa chake anakiri
alfajiri. So akawaambia yeyote atakayeokoka, atakayeamini na kubatizwa ataokoka. Pia kuna watu wanaishi kanisani na hawajabatizwa. Mtu anabatizwa na maji mengi. Yesu alibatizwa pale Yordani, hakubatizwa kichwa peke yake, hakubatizwa mikono peke yake, alibatizwa mwili wake wote. Na sisi tunaamini hiyo, ile immersion, ile unaingishwa kabisa, unazamishwa ndani ya maji, kusema mtu wa kale amekufa na sasa umefufuka na Kristo. So aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Hata kama uko kanisani na hauamini ya kuhusu Yesu Kristo, utahukumiwa, uko kwenye hukumu. Na vile maandiko inasema mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana na hao. Tuliongea wakati wa kuongea about end times ya kwamba sisi hatutafuata ishara, lakini ishara zitatufuata. Underline kwa Biblia yako hapo ya kwamba hatukuambiwa tufuate ishara, tuliambiwa ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Yesu alienda akifanya miujiza, aliponya watu, aliinua viwete, alitoa mapepo. Ishara zilikuwa zinamfuata nyuma, akiendelea kufanya kazi ya baba yake. Hakuna mahali tunasikia Yesu alipata watu akawaambia, si mnajua jana niliombea vipofu, si mnajua jana nilifufua mtu, si mnajua jana nilifanya hii na hii. Hizo ni vitu za kufuata nyuma. So yeye alikuwa anaendelea kufanya mbele kile ameitwa afanye. So hata kuombea mtu afufuke ushinde ukituhubiria hiyo. Yesu hakuna mahali alikuwa anaendelea na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa anaenda tu akihubiri na ishara zinamfuata nyuma. Na hapo anasema mnakumbuka niliombea yule mama, mnakumbuka niliombea yule mama mjane mtoto wake akafufuka, niliombea yule mtoto wa Jairo akafufuka, niliombea Lazaro akafufuka. Hiyo haikuwa topic yake, alijua hizo ni vitu za kufuata. Vile baba anasema ya kwamba na ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. So usileke hapo sasa ndio utashindana kuweka kwa mkutano ya kwamba mnajua tarehe fulani ama mwaka fulani nilifufua mtu. Wachana na hizo. Wewe enda mbele ukiendelea kuhubiri, kwa sababu Yesu anasema enendeni ulimwenguni mwote. Atakayeokoka na kubatizwa na ataokolewa, na ishara hizi zitafuatana na waaminio. Bwana Yesu asifiwe. So ndio nikasema nyakati tuko lazima tuwe na Roho Mtakatifu na tusome maandiko, kwa sababu saa hizi tu jambo litendeke hapa Kericho. Maybe tuko stadium tunaombea mtu, maybe ni kiwete afufuke, ama tuko kwa crusade ama open air, utapata watu wataanza kusafiri kutoka pande zote. Wangapo walikutilia ule alikuwa anaitwa Margaret, kulikuwa na Margaret wa Banana, na kulikuwa na msichana alikuwa anaitwa Aliba. Ndiye Bwana aivunjike milele. Wengi walifanya, mimi niliona ya huyo, sio alikuwa anaitwa nani? Hiyo jina nilipotelea. Sio ni Wanjiru ama anaitwa jina gani? Lakini alifanya miujiza kweli. Mungu alimtumia. Watu viwete waliletwa na wakapona, na miujiza ilifanyika. Lakini huwezi fanya yote. Yesu hata Biblia inasema ya kwamba si wote aliponya. Nisoma maandiko. Si wote alifufua, na si wote alitoa pepo. So hata mtu ukisema leteni wote watapona. Niliomba siku moja tulienda mahali posta ilikuwa imewekwa, na huo mhubiri kweli alikuwa mhubiri wa kimataifa, na akasema walete wote, watu wanafufuka. Mimi nilikuwa asha. Unajua ulikuwa unapewa viwete walitolewa pande zote. Bubu waliletwa, vipofu waliletwa. Sasa unaambiwa, mimi mwenye nilikuwa nimeshika miguu ilikuwa imepindana hivi. So unaambiwa unamnyorosha. Unajua walibeba tu na wazazi wake hivi, walienda hivi. Alirudishwa nyumbani hivyo. Vipofu pia walirudi nyumbani. Nimesema vipofu unajua waliwaambia msikilizaji unabii. Sasa siku nyingine alitoa unabii, akasema Mungu anasema viwete wataona, na vipofu watasikia, na visiwi watafanya nini? Sikilizanga unabii. Wacha kusema tu haraka. Elewa. So mimi nikasikiliza, nikasikia visiwi
ongea na bubu wataona. Nikashindwa hapa hata kama ni roho wa Mungu. Biblia inasema hajachanganyikiwa. Na sisi watu wanasema amina amina. Sikilizanga mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuelewa hii mambo. So Yesu si wote alifanyia yale mambo yote. So hata kusema walete wote. So hawa viwete na vipofu na wale bubu wote walirudi nyumbani. Sasa nikajaribu, mimi nilikuwa nahurumia huyo mtu. Nikasema vile nimemjaribu kunyorosha. Atalala wapi? Kwa sababu ya kunyoroshwa. Na kujaribu kumsimamisha, miguu bado imepindana. Alafu wanakuwa na haraka. Wakiona kuna vitu vinafanyika, nasema God bless you, wacha niachie hao malizie mkutano wa ibada kujeni, wimbo inachacha mtu akifunga mtu wake akienda. So hata kujua kufuata hizo vitu. Fuata Kristo. Na ukifuata Kristo, hizi zingine zitakufuata. Muamini Kristo. So, maneno ya mwisho ya Yesu ndio tunasoma. Amini, wacha tuendelee mstari wa 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Wewe kama unamwamini Kristo, pepo utakupambana nayo na itatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kama unamwamini Kristo, waaminio Kristo, wale wanamwamini Kristo. Hakusema apostle, hakusema overseer, hakusema pastor, alisema wale waaminio watatoa pepo. So, kemea mapepo. Ponya wagonjwa, enda ombea wagonjwa wapone. Kama unamwamini Kristo. Alafu anasema namna gani? Na ishara zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa nini Yesu alisema kwa jina lake? Kwa sababu kuna watu vile tuliongea kuhusu end times, nyakati za mwisho, watajiita hawa ni Mungu, watajiita hawa ni Yesu. So akasema kwa jina lake Yesu Kristo. So hatutoi pepo kwa jina lingine. Na ndio unaona wana wa Skefa wakati waliambiana, wameona vile akina mitume wanafanya, na hao wakaenda ku exercise faith. Ku exercise faith walipoenda, walienda kwa nyumba wakaambiana, kwa kijiji yetu kuna mtu ambaye amepagawa na mapepo, wenda wazimu. Leo twende. They were 7 of them. Walipoenda mahali pale, wakasema wewe pepo, tunakukemea kwa jina linalohubiriwa na akina Petro na akina Paulo, toka na uende. Wakapambana. Sema leo tukiingianga mapepo na sasa na watu wametulia, tuingie kupigana na mapepo, wanapatanga nguvu zingine sasa ya kupigana. So wakajaribu kusema hivyo. Kaambia ngoja. Kaambia Petro na mjua, Apolo na mjua, Yesu na mjua. Ndio kujua shetani anatujuanga. Na Yesu asifiwe. Si kwamba hakujui, anakujua mpaka jina. Akasema ni pepo ilikuwa inaongea kutoka kwa huyu mtu. Akasema Petro na mjua, Paulo na mjua, na Apolo na mjua, na Yesu ninamjua. Paulo ninamjua, Apolo ninamjua, na Yesu ninamjua. Nyinyi ni akina nani? Biblia inasema akawashika akawakamata. Wakatolewa mavazi, walikimbia uchi wote. Kwa sababu hawakumwamini nani? Na ndio Yesu akasema kwa jina langu watatoa mapepo. So, ukiamini jina la Yesu, una uwezo wa kukabiliana na mapepo. Na ndio unasikia katika Luka, katika kitabu cha Luka, sijui ni 10 mstari wa 19, yenye inasema tumepewa nguvu na uwezo na mamlaka. So, kila Mkristo aaminie Yesu amepewa nguvu na uwezo na mamlaka. Shida yetu ni ile sisi tumeokoka lakini hatuna nguvu. Yaani hatuamini mambo ya nguvu za Mungu. But we are very good Christians. Sisi ni Wakristo wazuri. Kwa sababu kuna kumwamini Kristo na nguvu zake na kumwamini Kristo minus his power. But now the Bible says tunamwamini Kristo na nguvu zake. Kwa sababu anasema, hebu tusomee pasa kwa haraka hiyo andiko. Kwa sababu anasema ya kwamba nimewapea nguvu na uwezo na mamlaka wale watakao muamini Kristo. Wale
iko ndani yako. Huo uwezo uko ndani yako, uwezo wa kukemea mapepo, kuwahubiria watu waokoke, ni kila amwaminie Kristo. Lakini kama haujamwamini Kristo, hautaenda kuhubiria watu kwa sababu unaogopa. Haumwamini Kristo wewe kwanza, sasa utaendaje kuambia mwingine amwamini Kristo? Lakini wamwaminio Kristo, enendeni ulimwenguni wote mkawahubiria watu habari njema. Every believer. Bwana Yesu asifiwe. Si pastor peke yake. We thank God kwa sababu mwenyewe alisema atainua wachungaji, atainua apostles, pastors, evangelists, prophets, teachers of the word, na gani nyingine. There are 5 of them. Utaenda kusoma Waefeso sura ile mstari wa 11, the 5 ministries. Utaenda kuisoma Luke chapter 10:19. Nilikuwa nakosea hapo, 10:19. Mmoja amepata tusomee kwa haraka. Luke chapter 10:19. Ndio tuna vijana chap. Luka mstari wa 10. Luka 10 mstari wa 19 inasema, tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Hiyo imejaa utajiri. Ya kwanza nimewapea amri. Na ya pili nimewapea nguvu ya kufanya nini? Kukabiliana na yule muovu. Kwa nini wewe unaogopa shetani? Kwa sababu hujaamini Kristo. Kwa nini wewe unaogopa mchawi? Kwa sababu hujaamini Kristo. Lakini kama unaamini Kristo, ya kwamba amenipea nguvu na uwezo wa kukabiliana na yule muovu, ukiona dalili yake, wewe hauendi kando, hauanzi kulia mbele zake, unamwambia shetani umepotea njia, unakabiliana na yeye, unamwambia si hapa nimekufukuza katika jina la Yesu. Hiyo ni ya kila Mkristo mwenye anaamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haustahili kulia kwa sababu yale mambo unakumbana nayo. It's your time to arise. Hata kama unaona mchawi anakufanyia chochote, wewe umepewa nguvu kuliko ya mchawi. Pambana na yeye. Sema hii hali, wewe umepotea njia, na wewe penye umetoka hakuzima. Na sijui utakuja kusoma Biblia, nasikianga wengine wakisema back to the sender. Kwanza wa Nigeria wanaelewa hiyo. Wanasema wanaanza kusema back to the sender, back to the sender. Wanairusha. So sijui walisoma wapi. Lakini kila Mkristo aamini. Usitishwe na shetani. Usitishwe na yale mambo unaona. Kabiliana na muovu. Na hiyo ingine ya ine ama ni ya ngapi? Anasema pia ya mwisho, somea hiyo part ya mwisho. Ama tusome wote, soma tu tukisoma. Wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Wala hakuna kitu kitakacho. Wala hakuna kitu kitakacho. Wala wamwaminio Kristo. Tukienda tu upewe sumu, haitakudhuru. Ile nguvu uko nayo inashinda sumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu anasema, ilitoka kwa fulani. Wewe ni mchawi. Na ni Mkristo ameamini Yesu. Lakini unatoroka. Kabiliana, amini ya kwamba hata kama nikinywa sumu, hata nikiwekewa sumu, haitanidhuru. Na hata unajiombeanga hivyo, unaombea watoto wako hivyo, na kwamba Bwana hawa watoto wametoka, na hata wakila sumu natangaza haitawadhuru. Lakini Wakristo tumekaa, hakuna kitu tunaongea, hakuna kitu tunakabiliana, tuko wazuri tu wapole. Shetani yako kazi. Waombee. Hata mume wako anapotoka, dunia sasa imeharibika, anaenda napoa sumu huko. Akifika nyumbani anakuambia hii sura ni gani? Wewe unashindwa ni nini endelea na kuachana kwa heri mpaka ukamsindikisha. Akirudi nyumbani anakuuliza masura.
hata kama ni mume, hata kama ni mtoto, kwa sababu ameenda amelishwa vitu zingine. Akitoka sema hata akila sumu haitamdhuru. Hiyo biashara yako, wakuja wafanye kile watafanya. Sema mimi nimeingia kwa hii biashara asubuhi, ninaiombea kwa sababu kama Mkristo haustahili kuanza na kwenda kufungua na kuacha hivyo. Anzia maombi pale. Sema nimeingia kwa hii duka, na hata kama kuna chochote, kuna nguvu zingine zozote hazina uwezo kwa hii duka, usiku sijui nini kiliendelea, lakini lazima yote nafungua hii duka na milango yote, na wateja watoke pande zote wakuja wanunue. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaanza kuuza pale, unajihurumia, unasema kama kuna vitu zingine ziko hapa kwa hii duka, kama unaenda kutafuta mtu akuje akutolee mapepo zenye ziko kwa duka, amwaminie Kristo. Amini tu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wengine anasemaje? Nasema hiyo ni kitu unaweza hubiri. Ni andiko unaweza lihubiri. Hiyo nyingine ya mwisho. Na hata inasema wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Na ile ya kukanyanga nyoka na nge. Nimewapea nguvu na uwezo wa kukanyanga kila nyoka na nge. Kuna Biblia zinasema hivyo. So, wacha turudi kwa andiko letu ya kwamba kile tunafaa, maneno ya mwisho ya Yesu vile alivyosema. Mstari wa 17 patio nyingine akasema, wacha nirudie, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Hiyo ni ishara. Ni ishara. Watasema kwa lugha mpya. Juu kama unasemanga na lugha mpya, hiyo ya kibinguni. Sababu mbinguni hiyo ndio lugha ya huko. Na unasikia Biblia ikisema ya kwamba katika Warumi 8 na mstari wa pale chini anasema ya kwamba verse 26. Sijui kama pastor utatusomea tu. Acha tu juu imekuja tuisome. Some hiyo kwa sababu imekuja Romans chapter 8 verse 26 na 27 pale. Ama yote atakayepata. Saidieni kwa haraka kwa sababu ya muda. Inasema hivi. Warumi 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo, huyo ni Mungu anayechunguza mioyo yetu. Aijua nia ya Roho ilivyo. Aijua nia ya Roho ambaye anaomba akiwa ndani yetu na anaugua akiwa ndani yetu. Anajua nia ya Roho, anajua kile Roho anasema. Alafu kwa kuwa huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa sababu huyo Roho anaombea watakatifu kulingana na vile Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi nikianza kuongea kwa lugha mpya, hata mimi mwenyewe sijui nasema nini, unless Roho Mtakatifu Mungu anipe huo ufunuo. Lakini unasikia tu una ramashanda rako sheka ramazela ribo shanda rabazia kora mazeta rimashanda. Hata mimi sijui nasema nini, but the Spirit anaongea lugha hiyo mpya ndani yangu. Roho Mtakatifu anaongea ndani yangu kwa hiyo lugha. So yeye wakati anaongea ndani ya Kristo, anaongea ama anaomba kulingana na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu chapter 26 anasema ya kwamba sisi kama wanadamu hatujui kuomba, katika udhaifu wetu hatujui kuomba vile inavyostahili. Lakini Roho anatuombea na Mungu anajua vile Roho anasema. Na Roho anaombanga kulingana na mapenzi ya Mungu. Sasa zingine hata kama
umeshindwa kuongea, kuomba, labda unasononeka, labda kuna jambo linakutatiza na unashindwa kuomba, usikose kuomba. Achilia huyo roho anayeongea lugha mpya ndani yako akuombee. So many times mimi nafikanga tu, nasikia naachilia tu, sijui nitaombea aje hilo jambo, lakini najiachilia tu. Ninapoendelea hivyo nasikia nimetiwa nguvu. Hata kuna mahali kwa Isaya inasema ya kwamba wakati roho anaomba akiwa ndani yetu, sisi tuna relax, yani sisi tunatulia, lakini yeye anaendelea kuomba na tunasikia tukitoka pale uko na furaha. Kama ulikuwa chini umeinuka, kama ulikuwa umeshindwa utafanya namna gani, unaanza kuona hata kumbe hili jambo si kubwa, kumbe lilikuwa ndogo hivyo. So Yesu akasema katika huo mstari, nilikuwa naongea maneno ya mwisho ya Yesu lakini inaendelea kuja. Inasema watasema kwa lugha mpya. Hii ni ya yeyote atakayemwamini nani? Kristo. Yeyote atakayemwamini Kristo. Ahadi hii ya Baba yenye tulisoma chapter katika Luka ya kwamba mwende mgoje hadi ahadi ya Baba ije. Na ndio tunasikia katika chapter 2 walianza kunena na lugha mpya. So hii ni ya kila amwaminie Yesu. So kama unamwamini, hiyo ndio zawadi anakupea ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah church. So wewe unamwamini Kristo, ametuahidi hiyo. Alafu anasema namna gani? Mstari wa 18, watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru. Ndio hiyo nilikuwa natafuta, hakitawadhuru kabisa. Tumesikia imerudiwa kwa Luka na imerudiwa tena hapa katika kitabu cha Mark. Anasema hata wakishika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao, hiyo sitaki kurudia kwa sababu tulikuwa tumeisoma. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya, wale waaminio. So unapomwombea mgonjwa, amini Kristo ya kwamba yeye anaponya na wewe ni mkono wake, wewe ndio mtu wake wa hiyo kazi. So enda muombe, enda mwekee mkono naye atapona. Na ndio Biblia inasema katika kitabu cha James chapter 5 inasema ya kwamba na kama mtu ni mgonjwa na aite watumishi wa Bwana waje wamwekee mikono naye atapokea afya, na kama amefanya dhambi atasamehewa. Wangapi wanaitanga watumishi wa Bwana wakiwa wagonjwa? Hello church. Haya. Hata leo tuna brother mmoja hapo anasikia vizuri, waliamsha usiku kwa siku yenu. Watu niliwaombea tu kwa nyumba. Na sasa hivi namuona kwa church. Alipelekwa usiku wa usiku, wakatoka asubuhi lakini yuko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anaponya. Mstari wa 19, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao wakachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. So wewe unasemaga hakuna Yesu, sijui hiyo maneno ulitoa wapi? Nao wale na wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja na hao na kudhihirisha lile neno kwa ishara zilizofuatana pamoja nao. Enda soma the Acts of the Apostles na utasikia hayo mambo yote na vile ishara zilifuatana na wanafunzi wa Yesu. Kwa nini sisi ishara zitutendekee kwa sasa? Tunaenda kuzitafuta. Ni kwa sababu hatumwamini Kristo na hatutoki nje kuenda kuambia wale wako nje na kuambia hii habari njema ya Yesu Kristo. Wacha tumalizie pia maneno ya mwisho katika Matthew chapter 28, tusikie vile Biblia inasema mstari wa 16, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka juu na mbinguni, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru
wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. So wale wamwaminio Kristo, tunapofanya kazi ya kufanya peke yetu, ikiwa tunamwamini Kristo, tunaifanya tukiwa na Kristo, na akiendelea kujidhihirisha kwamba yuko pamoja nasi, na anasema hata tuacha hadi mwisho wa dahari. Wote wamwaminio Kristo watafanya haya mambo yote. Enendeni mkawafanya watu wote wakawa wanafunzi wangu. Na Yesu akasema amepewa hiyo mamlaka, na alipopaa juu mbinguni katika kitabu cha Yohana sura ya 17 alisema utukufu nilio nao Baba nimewaachia ule utukufu. So kile Kristo alifanya alituachia. Enda soma John chapter 17, inaongea yale maneno Yesu aliyaongea, na akasema na sisi kile alifanya tutafanya, na zaidi ya yale yeye aliweza kutenda. Kwa hivyo kanisa la Bwana, hayo ndio maneno ya Yesu Kristo ya mwisho baada ya kufufuka. Hayo ndio maneno aliyoyaongea, na hatimaye akapaa na akaenda juu mbinguni. Na tunapoendelea kusherehekea na kukumbuka, Yesu ameketi kwenye mkono wa kuume wa Baba Mwenyezi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Bwana atusaidie. Ninaona tutaendelea na haya mafundisho kwa sababu ya yale mambo ambayo tunajifunza siku hii ya leo. Wacha tumalizie katika hiyo andiko nilikuambia kwamba tutamalizia, alafu tutaendelea kujifunza katika jina la Yesu. Katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 15. Hiyo nitaisoma tu kwa uharaka kwa sababu ndio tumeongea Yesu alifufuka. Na je, sisi ambao tumeokoka tutafufuka kweli ama kutakuwa namna gani? Nataka tusome tu mistari michache pale, alafu utaenda kuisoma hiyo 1 Corinthians yote chapter 15, na utasikia na wewe baada ya Yesu kufufuka wewe ni nini kitakacho kutendekea, kwa sababu Paul aliongea hayo maneno katika hicho kitabu katika jina la Yesu Kristo. Wacha tusome verse 12 katika 1 Corinthians chapter 15 mstari wa 12 unasema, basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Naam, sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Utaenda kusoma hapo kwingine, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Alafu anasema, na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Na kama katika maisha haya tumetumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko wote. Huo ni ujumbe wa siku nyingine. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Wote waliolala ndani ya Kristo watafufuliwa, kwa sababu Yesu alifufuka na Kristo wako ndani yetu. Yeye alifufuka, yeye ni ufufio. So anasema pale ya kwamba, maana mstari wa 21, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote wanahuishwa tena. So kuna wale wanakufa wamjui Kristo, ndio hao unasikia kwamba wanakufa kwa sababu ni ile laana ya Adam. Hebu tusonge pale tuendelee. Kwa kuwa kama mstari wa 23, lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo. Baadaye waliopo mwisho, verse 24, wacha turudie 23. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho, atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobadilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti ya miliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti. So
adui wa mwisho ni mauti, kwa sababu kifo kilikuja kwa sababu ya laana. Na ndio ukisoma katika Ufunuo inasema kifo kitaweza kutupwa pale jehanamu. Nataka tusome pale mstari wa 37 ama tusome katika mstari wa 35. Andiko hili tunasomanga sana wakati watu wameondoka katika mwili, lakini mzuri tukiwa kama Mkristo kuna matumaini kama utampokea Yesu na utoke katika dunia hii ukiwa na Yesu Kristo, utafufuliwa tena. Na akamwambia Yohana, akamwambia Mariamu katika John 11 verse 25 na 26 ya kwamba yeye ni ufufuo. Utaandika maandiko kwa sababu sitayasoma yote. Hebu tusome hiyo 37 na wacha tuanze 35. Lakini baada mtu atasema, wafufuliweje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipandayo huiki isipokufa, nayo uipandayo hupandi mwili ule utakao kuwa ila chembe tu, ikiwa ni ya ngano au nyingine. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si wacha tusome hapo pengine mstari wa 10 na wa 40. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya dunia ni mbali. Unaona, roho inarudi, mwili unabaki. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi, na fahari hizo zingine anaongea. Mstari wa 42. Kadhalika na kiama ya watu upandwa katika uharibifu, kufufuliwa katika kutokuharibika. So wewe ambao umemwamini Kristo, hata ukifa kuwa ndani ya Kristo utafufuka tena, kwa sababu utavalishwa ule mwili ambao ni wa mbinguni. So anasema kadhalika na kiama ya watu upandwa katika uharibifu, kufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, kufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, kufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili, kufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Hiyo inaongelea kuhusu Kristo. Alafu mstari wa 46, lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baada huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi na wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Adamu alitoka katika udongo, lakini Kristo atoka mbinguni. Ndio unasikia kuna mwili wa roho ambao sasa tutatoka katika mwili huu wa asili. Alafu mstari wa 47 anasema mtu wa kwanza atoka katika mstari wa 48, kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. So kupokea Yesu Kristo si kupoteza, kwa sababu hata kama utatoka dunia hii kuna mambo mengine utafanyiwa. Utapewa mwili wa kimbinguni, utapewa sura ya kimbinguni hata utakapotoka katika dunia hii. Na ishara, kwa sababu Kristo alikufa na akafufuka, na huyo Kristo ndiye tuliyempokea. So hata kama mtu atatoka katika ulimwengu huu, bora ana Kristo ndani yake. Wapendwa, kuna ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna maisha hayo mengine tutakaoenda kuyaishi. Kwa hivyo kama Mkristo, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Kristo, hata walio ndani ya Kristo hivyo watafufuliwa. Na wale wa udongo ambao walimkana Yesu Kristo, mambo yao inaisha hivyo. Wacha nimalizie pale. Na kama ilivyo na 49, na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika utachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Tutakuwa na sura kama ya Yesu. Ndugu zangu, nisemayo ni hayo, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi
kutokuharibika. Enda soma hiyo chapter ya 1 Corinthians chapter 15 na utasikia. Kwa maana anasema pale ya kwamba anasema mstari wa 50, wacha nirudie, ya kwamba ndugu zangu nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu hazitarithi ufalme wa mbinguni. Na ndio naonanga mtu haendi na mwili, roho ndio inaenda kwa Mungu aliyeiumba. Mwili tunauzika. Jana tulikuwa mazishi pale Bagon, na hata Tuesday tulikuwa mazishi, lakini tulisema mchanga na urudi mchanga, kwa sababu roho imeshatoweka. Na ndio unaona saa hizi tunapumua, saa hizi tunatembea, tunafanya mambo yetu, lakini kama vile kitabu cha Ayubu kinasema ya kwamba kila mwanadamu amewekewa mpaka, kuna mahali hatapita, lazima atoke katika ulimwengu huu. So wakati mtu ametoka katika ulimwengu, sisi wote tunashangaa, hata uongeleshe, hata umchape, hata umfanyie nini, kwa sababu huo ni mwili umebaki wa udongo na unarudi katika udongo, lakini roho yenyewe imesharudi kwa yule aliyeiumba. Lakini jina la Bwana na libarikiwe, ni kwa sababu wale watalala wakiwa ndani ya Kristo. Kama vile Kristo alifufuka, pia tutafufuka tukiingia katika mji ambao tulienda kuandaliwa. Kwa hivyo hatujapoteza, wapendwa, kaa ndani ya Kristo. Ni kwa maana wakati siku zako zitafika, maandiko inasema kila mwanadamu amewekewa mpaka ambao hataupita. Nakuja kukusomea hilo andiko, amewekewa mpaka ambao hawezi pita. Siku zetu zimehesabiwa. So wakati mtu anatoweka, anaenda akiwa vile alivyo. Na kwa hivyo wale watalala wakiwa ndani ya Kristo wana ahadi ambao tumeahidiwa, kwa sababu Kristo ni limbuko la walio lala wakiwa ndani yake. Na tunasikia Biblia ikisema ya kwamba wakati tarumbeta itakapolia, wale watakaoamuka wa kwanza, kwa sababu Biblia inasema hatukufi, tunalala. Ni kulala tu, ni kupumzika. Vile unaweza pumzika. So wakati mtu amepumzika, lazima ataamka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule amekufa, amepotelea, yule ambaye hajalala. Na tunasikia Biblia ikisema katika kitabu cha Ufunuo, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapumzike taabu zao na matendo yao yapatane pamoja na hawa. Kwa hivyo kuna mwili mwingine, kuna mfufuo ndani ya wale watakaokuwa ndani ya Kristo, kwa sababu Kristo aliye ndani yetu ni mfufuo. Na kwa hivyo hata kama utaachwa pale, Yesu ni mchungaji wako, na wakati tarumbeta itakapolia, waliompokea Yesu ndio watakuwa wa kwanza, waliolala ndio watakaokuwa wa kwanza kusikia tarumbeta. Tutawaona wakichomoka, alafu baadaye wale wako hai. Bwana Yesu asifiwe. So hujapoteza kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukitoka ulimwengu huu, umehakikishiwa, kwa sababu umebeba aliyeshinda kifo na mauti. So kuna uzima. Kubali kuteseka kwa sababu ya Kristo. Usimwache Yesu. Kubali kuhubiri injili yake. Kubali kumtumikia, kwa sababu dakika ya mwisho wale walio ndani ya Kristo watafufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mambo ya Lazaro, Yesu aliposema yeye ni ufufuo, Mariamu alikuwa amesoma hiyo maandiko, anasema ninajua siku za mwisho ndugu yangu atafufuliwa. Hakujua ni siku hiyo hiyo, na Lazaro akatoka. Alipoitwa tu jina lake, akaamuka kama mtu alikuwa usingizi. So tulio ndani ya Kristo, wacheni kushika Yesu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na usiona umepoteza. Hiyo mstari imesema tunakuja kuihubiri hiyo injili, na wale wamempokea Yesu basi wamefanyika maskini kweli kweli, kwa sababu hakuna kitu kizuri wanaona chenye kinaweza shinda Yesu. Hao wanatamani tu mambo yao na Kristo. Hata wakienda vyema katika hii dunia, nini mtu atajivunia katika hii dunia? Hakuna kitu mtu alibeba. Jana tulipewa hadithi na mhubiri mmoja, akasema ya kwamba kuna tajiri alikufa, na alipokufa yule tajiri alikuwa na pesa mingi sana na hakumjua Mungu. Na kabla afe akapeana masharti ya vile kutakavyofanya. Akasema kitu ya kwanza, mwenye atambeba, wale watakao mbeba siku ya mazishi yake,
atabebwa na wale ambao walikuwa wanamtengeneza. Hawa ni akina nani? Madaktari. Hao ndio watambeba. Ya pili, akasema pesa zake za banki, akapeana pili. Akasema ya pili, siku ya mazishi huenda kutolewa pesa zake zote zenye ziko kwa account, alafu zibadilishwe zote zikuwe coins, alafu zimwagwe zote kwenye barabara hiyo ya kuelekea kaburi. Alafu sanduku yake itobolewe mashimo, mkono huu ukue nje na mkono huu mwingine ukue nje. Anaambia wale wataka, kwa maana alijua atakufa. So akasema kwa nini amefanya hivyo? Akasema ya kwanza, wale walimtibu ni madaktari wajue hawana uwezo juu ya kifo. Bwana asifiwe. Haya, ya pili, watu watembea wakikanyanga hizo pesa zake zote, wajue pesa ni bure, haikusababisha asikufe. Na ya tatu, mikono yake ikuwe wazi hivi kwa sanduku, watu waone kumbe hakuna kitu Mungu anabebana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah church. Umeelewa huo mfano? So mambo ya hii dunia, Mungu atatupea pesa, Mungu atatupea mali, Mungu atatupea vitu vyote. Na hata kama hatatupea tuko katika dunia, lakini kile kiko, roho yako tu ndio itarudi huko. Hizi zingine zote, magorofa, mambo yale tuko nayo makubwa, huyo tajiri alionyesha watu yote ni bure. Mtu anarudingi bila chochote. Hata mtu anaendaga tu nchi. Kuna mtu anawekwa mocha na nguo. Wala wameshaenda huko. Hakuna. Tunajua huyu hata president. Tunajua huyu sasa alikuwa mkubwa sana, awekwa mocha na nguo. Wote ni suti ya Mungu. Kuna mtoto anazaliwa ana nguo. Kuna wakiwa na suti ya Mungu. Hivyo ndio mtu anaendaga, sisi tunafunikanga tu, but anaendaga akiwa hivyo. So haijalishi hiyo yote, lakini kile tunasema tulio ndani ya Kristo hatujapoteza. Rais asifiwe. Kwa maana tutakuwa naye mbinguni, mahali tulienda kuandaliwa, kuishi naye milele na milele. Na ndio nasikia tutapanguzwa jasho hii yenye tunatoa, tutapanguzwa machozi. Huko hakuna kulia tena, huko ni furaha na kuishi milele na milele. Na ndio Biblia inasema ya kwamba kina dhamana sana kifo cha mwenye haki. Mungu anafurahia wakati mtu anakufa akiwa mwenye haki, kwa sababu anajua atafufuka, ama ufufuo uko ndani yake, kwa sababu Yesu hawezi kufa. Hata tukizika huo mwili, roho iko na Yesu, na Yesu anaifufua siku za mwisho. Kwa hivyo mpendwa, hujapoteza, penda Yesu, kaa ndani ya Yesu, kwa sababu yeye ndiye ufufuo. Lakini wale watalala bila Yesu, kifo cha pili kitawapata, kwa sababu kuna kifo cha asili na kifo cha pili ambacho ni jehanamu milele na milele. Inangojea wale wote hawatamwamini Yesu. Kwa hivyo mwamini Yesu, amini ufufuo wake, amini vile anasema yeye ndio kila kitu, amini ya kwamba ni Bwana katika maisha yako. Na kuna mahali katika hiyo chapter verse 20, sijui ni verse gani, inasema ya kwamba adui wa mwisho, ndio hiyo naitafuta. Inasema wapi verse, wacha niwape hiyo verse vizuri. Hiyo chapter 15 inaongea mambo mengi sana. Chapter 15 ya 1 Corinthians inasema hivi, mstari wake, wacha tuanzie mstari wa 55 ama tuanzie mstari wa 53. Inasema hivi, wacha turudi pale mstari wa 51. Angalieni nawaambia nyinyi siri, hatutalala sote. Ndio nasikia kutakuwa na rapture. Si kuna wale hawataona kifo. So anasema hatutalala sote, lakini sote tutabadilishwa
Angalieni na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika, wale walio ndani ya Kristo. Alafu mstari wa 53 inasema, maana shati huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huo wakufa uvae kutokufa. Basi huo uharibikao utavaa kutokuharibika, na huo wakufa utakapovaa kutokufa. Hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushindwa. Kristo, mauti ilimezwa na ikashindwa kwa sababu alifufuka. Wa Kristo, mauti itamezwa na kushindwa kwa sababu tutafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema mstari wa 55, kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Kwa hivyo mtu anasikia uchungu akifa. Mstari wa 56, uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati, lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda. Basi so kifo kitatupwa, kitashindwa. So hakitakuwa na nguvu juu ya maisha yetu. Na ndio unaona hakikuwa na nguvu juu ya Kristo. Ninajua nimekupeleka mbali na labda hauelewi, lakini nakupea matumaini ya kwamba vile unakaa ndani ya Kristo kuna maisha mengine utakayoyaishi na kufurahia. Saizi unasononeka, saizi unanyeshewa, saizi unalia, saizi unaumia, saizi unateseka kama vile Yesu aliteseka. Saizi kuna vita unapigisha, adui anapigana na wewe, kuna uharibifu, kuna ukosefu, kuna kushushika moyo, kuna kuvunjika moyo. Hiyo yote kama vile Yesu alipitia, kuna kudhihakiwa, kuna kudharauliwa, kuna kutukanwa, kuna kuachwa kama vile waliacha Yesu. Tulisoma hiyo Friday. Hiyo yote, kuna kusalitiwa, kuna mambo mengi sana yanakufanyikia, lakini jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu pale tutaenda kufurahia tukisahau hayo mengine yote. Kwa hivyo nimekupea matumaini kwa sababu tumeongea kuhusu kufufuka na kufufuka kwa Kristo. Unaweza jiuliza, na mimi nikiwa Mkristo ni nini nitafaidika nacho? Ndio unalia saizi upewe kile unahitaji, lakini lilia sana ya kwamba utoke ulimwengu huu ukiwa na Kristo, na usitoke tu bure. Mtumikie huyu Kristo kwa sababu hujapoteza. Yesu alikuja duniani akazaliwa, na Biblia inasema alikuja kwa mambo kadhaa. Alikuja azaliwe, ateseke na afe na afufuke. Hiyo ndio ilikuwa kusudi lile lilisababisha Yesu atolewe, na yeye alitimiza hiyo yote, na sisi ambao tumeokoka tutafuata nyayo zake. So kwa sababu Yesu alipitia haya yote, baadaye alirudi akashinda. So mpendwa, vumilia ndani ya Kristo, fuata Kristo na ufanye kazi ya Mungu aliyekuita. Maneno ya mwisho alisema wale waaminio. Kwa hivyo wewe ni mmoja wa wale waaminio. Enda hubiri Injili, enda ombea wagonjwa, enda pekemea mapepo, jazwa na Roho Mtakatifu, tembea na uwezo wa Bwana. Na ndio anasema tusiogope kwa sababu yuko pamoja nasi. Hiyo ndio kazi tulipewa tufanye. Kwa hivyo fanyia Kristo huyu kazi. Yesu alitimiza yale aliambiwa afanye, na hata alipopiga pale msalabani akasema it is finished, the mission is finished, ya kwamba nimemaliza ile kazi nilitumwa. Na wewe je, kama utasema kama Yesu ya kwamba umemaliza ile kazi ulitumwa uifanye? Mpendwa, fanya kazi ya Bwana na hatimaye utafufuliwa na utafurahi naye milele. Bwana Yesu asifiwe. Sikia kama naanza kuhubiri, sitaki kuhubiri tena. Bwana Yesu asifiwe. Leo tukianza kuongea mbinguni, utamu na ni mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mtu akifa kweli kuna hiyo kulia, lakini baadaye nasema kama mahali yako wanafurahi tu.
na anaona sababu nasikia watu wanajuananga, kusoma katika Biblia wanasema wanajuananga. Unasema sasa amemaliza kazi yake, amefurahiwa, mimi nimebaki wacha na mimi nikazane nifanye kazi ya huyu. Na ndio unasikia hatuombolezi kama watu wasio na matumaini, kwa sababu unajua yule ameondoka akiwa ndani ya Kristo, bado mtapatana. Bwana Yesu asifiwe. Bado mtapatana. So kuna mahali tulienda kuandaliwa. Injili hii watu wengi wanafikiria ni ya wale hawajaokoka, lakini si leo kuna kitu umejua ya kwamba kumbe kuna maisha mengine, kumbe kuna mwili mwingine usioharibika. So hata na huu mwili, kwa sababu hata tuurembeshe, hata tufanye namna gani, mwili ni udongo. Kuna watu wamedanganywa na hii ngozi na ubongo. Hiyo imedanganya watu. So watu hawana haja na mwili huo mwingine. Hata kuna mahali nasema mwili huu unachakaa, lakini mwili wa ndani unaendelea kupata utukufu, kwa sababu mwili lazima utachakaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hiyo kuzeeka. Mwingine alituambia watu wote tuko katika hiyo njia ya kusafiri, akasema ikiwa wewe umeolewa meno, ni kwanza nilicheka nimeolewa. Sasa wewe hiyo ndio kuanza kukufa tu. Ikiwa macho imeanza kukataa kuona, ikiwa umetolewa kitu kwa mwili, sasa tuko safari tu hiyo. Hiyo ndio safari tu. Umeanza kuinama, ni safari tu. Ya kuendelea kutoka hii dunia. Sio hata kungangana. Jielewe. Yesu asifiwe. Kama kuna vitu kwa lazima zianza kutoka, umetolewa kiungo moja kwa mwili, ni safari tu. Bado ni safari. Ulikuwa unakula kitu fulani saa hii au kuli. Safari ya kuelekea pahali tunaelekea, lakini hatushtuki kwa sababu tuna Yesu aliye limbuko na wale wote watakaong'ara wakiwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kusikia hiyo, lakini tulikuwa kwa sana tunaongea kifo cha Yesu. Sasa tuongee mpaka hii nyingine, kwa sababu tumesikia hiyo ndio njia ya kutoka hii dunia. Kuna shortcut. Mdomo lazima ufanye nini? Hakuna unaenda na mwili. Hata Elijah na Enoch watarudi. Walienda na mwili. Mwili uko na tabia mbaya. Na ndio Mungu alisema uache. Unasikia kwa maana huu mavumbi na wewe huu, kwa maana huu mavumbi na huu majivu na mchangani utarudi. Na sasa hizo watu wote hajaokoka, lazima pastor atafutwa aseme hiyo maneno ya mwisho ya mtu kutoka hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. So huu ni udongo. Mili yetu isitudanganye. Wacha sisi tufocus ni nini Mungu alisababisha nilete kwa hii dunia. Fuata hiyo. Fuata hiyo, timiza hiyo. Usidanganywe na hii dunia. Bado tuko safari. Bado tuko safari. Jifunguanishe na mambo mengi. Hiyo andiko imenipotelea ya Ayubu, lakini nitaitafuta. Yenye nasema Mungu akisema ni hapa, ilikuwa akisema ni tarehe fulani na ni hapo, ni hivyo, huwezi pita hapo. Biblia ikasema yale yamefunuliwa ni yetu na watoto wetu katika Deuteronomy. Yetu na watoto wetu na wake wetu na waume wetu. Lakini yaliyo sirini ni yake. Hakuna mwenye anajua ni nini atatoka hii dunia. Hiyo ni siri yake. Hakuna mwenye anajua atatoka hii dunia namna gani, ati mimi nitapita hivi. Hakuna, hiyo ni siri yake. Aliweka vile mtu atatoka kwa hii dunia. Hiyo ni siri yake. Na siku ile mtu atatoka hii dunia, hiyo ni siri yake. Usikuje udanganywe tu, wewe ninaona utakufa next month. Sema ishindwe. Siri hiyo ni ya Mungu peke yake. Hii watu wanaenda, hata sasa unakuja na sacrifice kubwa sana ndio kifo isimamishwe. Hakuna mwenye anajua hiyo. Hiyo ni secret ya Mungu. Sasa tumekaa wote tunatembea dunia, tunajua tuko sawa. But vile mtu siku yake ikifika, hiyo ni siri ya Mungu. Na vile atatoka hii dunia, watu watokaji sawa. It's only God who knows. Na Biblia inasema tukae kana kwamba ni kesho. Bwana Yesu asifiwe.
hata si kesho, ni dakika hiyo nyingine, hiyo minute nyingine. Nani anajua the next minute nini kitakutendekea? Hakuna. So kaanga kana kwamba ni leo, kaanga kana kwamba ni hiyo dakika nyingine. Yesu anaweza rudi tu, mambo ni mawili. Mimi sitasema ni matatu, mambo ni mawili. Yesu aidha arudi ama mtu atoke. So kaanga kana kwamba ni the next minute. Hiyo inamaanisha namna gani? Shikamana na Yesu kabisa. Pendana na Yesu kabisa. Tafuta Mungu wako kabisa. Wachana hizo mambo. Ukiwa Kristo Mungu kutafuta mambo mingi mpaka Yesu tu anakuangalia na kushangaa. Kishindo sasa hawa. Hapo ni wao. Hapo wanafanana na mimi. Kama kulikuwa na watu wa Kristo wamechanganyikiwa kwa sababu hawataki kumwamini Yesu. Si kitu kingine. Because if you believe in Jesus, the rest itajifanya tu yenyewe. Lakini Wakristo hawamwamini Yesu. Hawamwamini Yesu. Yaani huwezi amini Yesu katika moyo wako, hakuna hiyo imani. Lakini si leo Bwana, kwa sababu siku ya kufufuliwa, Mungu atubadilishe na tutengeneze katika jina la Yesu Kristo. Hata nifunge kitabu kwa sababu naendelea kuhubiri, si tuliitwa tutangaze hii. Na juu sisi ni mdomo wa mwenyewe, tulisema ndio Bwana tumia mdomo wangu kuongea, so naweza ongea mpaka kesho kwa sababu maneno yanakuwa tamu. Mtu unakuwa ukijibulia hata wewe mwenyewe, kujibulia wale wengine. Na kulingana na mimi nilikuwa niende only 45 minutes. Sasa hiyo naona ni masaa ngapi? Kwa sababu mwenyewe nilitaka tusikie hiyo. So nataka kulalamika pastor anaongea mambo mingi, nikikupia stories zangu boeka. Lakini kama naongea hizi za mwenyewe, wewe sikia vile mwenyewe ametumana. Bwana Yesu asifiwe. So ulisikia mpaka yule tajiri alisema tumana Lazaro waende, ndugu zangu watoke huko. Akaamua kuna akina Nancy, huko kuna akina Pastor Ndongo, huko kuna wahubiri wengine wanahubiri. Wakiwasikia sawa, wasipowasikia watakupata huko. So mtu acha kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuende mbele za Bwana tuombe maisha yetu. Leo ni siku ya kukumbuka